Maombi bila neno haifanyi kitu. Neno ndilo linaloweza kukamilisha kila kitu. Na watu wengi wanakuwa wavivu kusikiliza neno. Mungu wetu ni neno. Mungu akitaka kuponya kanisa, akitaka kuponya ndoa, anaachilia neno. Na katika sehemu ambayo shetani huwatoa watu kwenye ibada ni saa ya neno, kwa sababu hataki kusikia Mungu anasemaje. Kichwa cha somo kinasema hivi: ardhi inavyoweza kumiliki hatima ya mtu. Roho chafu ikikaa juu ya ardhi, hata watu wa hilo eneo watamilikiwa na hiyo roho. Roho chafu ikikaa kwenye ardhi, roho chafu ikikaa kwenye ardhi, iwe ni roho ya pombe, iwe ni roho ya ulemavu, iwe ni roho ya laana, ile roho ikikaa kwenye ardhi, uwe na uhakika watu wa lile eneo, kila kitakachoamua maisha yao sio wao, ni ardhi ya hilo eneo itaamua. Hujawahi kusikia watu wanasema eneo hili ina walevi, eneo hili ina makahaba wengi, eneo hili mara kwa mara ajali inatokea? Sio kwamba hapo kuna ubaya, ila eneo iliyoko pale, roho iliyoko pale ndio inaamua maisha ya watu yaweje. Sasa usipojifunza kushughulikia eneo hilo katika ulimwengu wa roho, haijalishi utapambana na mtu kivipi, hauwezi kutoka. Maana shida haiko kwa mtu, shida iko juu ya ardhi. Sema basi amina. Ardhi ina mipaka. Ile ardhi yako unayoishi, ile eneo ambao unaishi. Tunaposema ardhi, mahali pengine nasema inchi. Inchi ni ardhi. Ardhi ni mahali ambapo unaweza kuishi, unaweza kujenga, unaweza kukaa pale. Ile ardhi yako ina historia na ina mipaka ambayo imewekwa na watu usiowajua au unawajua, au watu wabaya au wachawi wakakuwekea mipaka kwamba fulani unaishi kwenye ardhi, mipaka yako ni hapa, malezi yako ni hapa, ukijenga mwisho wako ni hapa. Wanakuwekea mipaka. Na ardhi na kinywa, ardhi na miguu, ardhi na kila kitu. Kwa hiyo ardhi kikabidhiwa agano, haijalishi una akili kiasi gani, huwezi ukatoka. Angalia kitabu cha Joshua mlango wa 6 mstari wa 26. Joshua alipojenga ule ukuta, alipobomoa ile ukuta, maandiko yanasema alipobomoa tu akamaliza, akatamka neno juu ya mji ule, akasema atakayejenga ukuta huu tena atajenga kwa kufiliwa na mtoto wake. Ardhi kadaka neno. Ukisoma kitabu kile cha Wafalme wa kwanza 16 mstari wa 34, anasema hivi: katika siku hizo Hieli Betheli akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiliwa na Abraham mzali wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiliwa na mwana wake mdogo, sawa sawa na neno alilonena Bwana kwa kinywa cha Joshua mwana wa Nuni. Miaka imepita, sheria ya ardhi ilidai kilichowekwa. Ukiona mtu anashindwa kujenga au kushindwa kumiliki ardhi, ujue kuna malango hayaruhusu kumiliki, kuna kiapo cha laana inatakiwa ishughulikiwe. Ukiona Joshua alipotamka hili neno, ilitumia miaka mingi, miaka imeenda na karne zimeenda, akaja akainuka Hieli Betheli ambaye alitaka kujenga tena Yeriko. Wakati anajenga Yeriko, kumbuka Joshua alishatamka neno na ardhi imekamata. Wakati anajenga, mtoto wake akafa ili unabii utimie, maana ardhi imeshikilia neno. Kuna maneno mengi ambayo yamenenwa juu ya ardhi, kuna madhabahu nyingi na ibada nyingi ambazo zimefanyika kwenye ardhi. Usipoishughulikia huwezi ukatoka. Mipaka yako ardhi yako ina mipaka. Mipaka yako ikifungwa, haijalishi una akili kiasi gani, huwezi ukatoka. Na hili eneo la ardhi imebeba maisha ya watu wengi. Kwa nini? Tunakula juu ya ardhi, tunajenga juu ya ardhi, tunatembea juu ya ardhi, hata kabati uliona iko juu ya ardhi. Chochote ambacho unacho kinamilikiwa na ardhi. Kwa hiyo usipojua kuisemesha ardhi, utateseka na utakautoke. Kwa hiyo Joshua alipolaani ardhi kamiliki hilo neno, huyu anakuja kujenga ukuta na mtoto wake anakufa. Ni kitu kilichosemwa, ardhi kamiliki. Marko 1 mstari wa 17 ni habari ya mtu mwenye pepo wa Gerasi, na Yesu alimfungua, na wale wachungaji wakaenda kuita watu. Walipofika wakamkuta yule mtu yuko miguuni kwa Yesu. Na Yesu alihakikisha mtu amepona. Alipona baada ya Yesu kuhakikisha nguruwe wameingia majini. Wale watu walimsihi Yesu aondoke
kwenye mipaka yao. Walimsihi Yesu aondoke kwenye mipaka yao. Hawana shida na Yesu aliyeharibu vitu vyao, wana shida na Yesu atakayebaki. Hawana shida na wewe uliyeharibu vitu vyao, wana shida na utakaendelea kubaki pale kupambana na hiyo ngome ya Yeriko. Ndio maana kuna watu mnatafutwa kuuawa, hawana shida na wewe. Vita inainuka kona zote, na vile vita sio kwa ajili ya kitu kingine. Wanasema ikibidi hata afunge biashara, ikibidi hata aondoke hapa. Hawana shida na wewe, wana shida na Yesu uliyemleta, wana shida na Yesu utakayempeleka kwenye familia. Nataka niombe, wanaopanga wakuondoe kwenye mipaka yako halali hawatakuondoa, maana Yesu aliyekaa ndani yako hawezi kuondolewa. Utapigana vita na vita vitaonekana. Unaweza ukakaa kwenye ardhi ya watu na ile ardhi ikakukataa. Unaweza ukakaa kwenye familia fulani na ile familia ikakukataa. Unaweza ukafungua biashara mahali fulani, ukashangaa watu wanakusema, wanakukataa. Ukashangaa vita inainuka, hawakukatai wewe. Wanajua aliyekuja hapa sio mtu wa kawaida. Ardhi inatambua hii ardhi tumekabidhiwa watu kufanikiwa, lazima watumie nguvu za giza. Na umekuja unasema Yesu Yesu Yesu. Hawana shida na wewe, wana shida na Yesu unayemuita, wana shida na Yesu ambaye umempeleka pale. Kwa hiyo namna gani watafanya? Watafanya juu na chini ili wakuondoe wewe, maana Yesu hawezi kuondolewa bila hujaondolewa. Nataka niseme hawatakuondoa wewe na Yesu hatamuondoa, na umiliki utamiliki. Kuna watu mna vita na vile vita unashindwa kuelewa sababu ni nini, lakini ardhi uliopo ina maagano. Wewe unaingia kwenye boma la watu, lakini kabla hujaingia wewe unaingia na Yesu. Kabla hujaingia wewe, mababu walitangulia wakaweka mipaka halali, wakalaani. Mabibi wametangulia wakajenga, wakaweka madhabahu. Leo unakuja kusema Yesu Yesu Yesu, wakati ardhi nasema hatumtambui Yesu. Lazima ifike mahali usimame kama kuhani. Kitabu cha Ufunuo kinasema ametununua kwa damu yake, akatufanya wafalme na makuhani. Huwezi ukawa kuhani bila eneo, huwezi ukawa mfalme bila eneo, na hapanaga mfalme penye mfalme. Uwe na uhakika kama uko pale uko kumwakilisha Bwana. Ifike mahali usemeshe ardhi, na ukisemesha ardhi lazima mfalme aliyepo angolewe, alafu ufalme wa baba yako ikae pale, umkalishe Mungu kwenye hiyo nafasi. Sijui kama nasikika kweli mahali hapa. Sijui kama nasikika kweli mahali hapa. Wewe unaenda kufungua biashara, unanunua ploti, unatengeneza, unasema hapa nafungua duka, hapa nafungua biashara. Unajua nani aliyekuwa hapo kabla ya wewe? Unajua nani alisema nini? Hicho kiwanja huo mtu alinunua kwa sababu gani? Ngoja nikwambie kitu. Nilikuwa mahali fulani kipindi fulani, na dada moja akaja akiwa analia, akiniambia, akatuambia tulikuwa watumishi wengi, akasema hivi, sijajua tufanyeje. Kwa nini? Akasema baba yangu, yani hakuna tusi hatukani mbele yetu, sisi ni watoto wake, anatukana matusi mazito sana hujawahi kuona, na ni baba. Lakini na siku tukiitwa, baba akita kikao cha familia, kila mtu anakaa stand by, maana mlango inatakiwa wazi, maana anaweza akatuita akijamu sekunde kila mtu anakimbia, maana anatutandika wote, sio mama, sio mdogo mtu, sio nani. Sijajua roho gani hivi, lakini baba alikuwa mzuri. Baba atuangalie, haleti chakula nyumbani, mama ndiye anaenda kuuza mboga, sisi ndio tunauza mboga ili tulishe familia. Hatujui kitu gani kimetokea, hataki hata kanisani akanika kanisani. Kuna watu hawataki kanisani, sio kupenda kwao. Shughulikia ardhi. Ardhi yamkini imeachiliwa agano ya kwamba wasiende kanisani, wasiende kanisani, wakatekwa na fahamu. Walipokuwa tunaomba, tunamwelekeza, tukamwambia tuombe, tukawa tunaombea ardhi, akakutana na somo la ardhi, akawa anaomba kutoka ndani, akifanya vita, akimwambia Mungu enough, inatosha. Tuonyeshe kinachotesa familia kwetu, tuonyeshe kinachomtesa baba. Alipokuwa anaomba, ghafla alipozama kwenye maombi, wale waombaji wananielewa, kuna sehemu ukifika katika ulimwengu wa roho ikizama, hautaki hata mtu akunyamazishe, na ukiwa unazama unashangaa Roho Mtakatifu anakupeleka kukemea, anakupeleka kushukuru. Sasa akapelekwa kukemea, wakati anakemea akasikia ndani kuna moto unawaka, haachi, lakini ghafla akajikuta anapelekwa kwenye eneo la nyumba ya kwao, anaombea tu nyumba, anakemea, anafuruga, anakemea, anafuruga, anaachia toba, anakemea. Ghafla akafunuliwa kitu ambacho kimezikwa. Wakati watu wanaendelea kwenye ibada, ndani yake kukawaka moto, lakini baadaye akafika mahali ile upako wa kukemea ikakata, akawa kwenye kushukuru. Wakati anashukuru, akasikia sauti kimwambia, nenda kachimbue, kuna kitu kimechimbukwa kwenye nyumba. Akaenda, baada ya kufika akamweleza mtumishi, baada ya kumweleza mtumishi fulani, wakamwambia basi haraka sana nendeni. Kufika kwa mamake anasema ni ulokole umeanza, ni lukicho umeanza. Mama hajui kinachoendelea, anasema ni ulokole umeanza. Kwa hiyo cha kufanya, yule binti ya kukata tamaa akaambiwa na
mchungaji, chukua maji, nenda ukifika pale nyunyiza, tanguliza kwanza damu ya Yesu, usifukue tu hivi hivi. Kwa hiyo akamwenda akamwaga damu ya Yesu. Baada ya kumwaga damu ya Yesu wakafukua kichwa cha ng'ombe. Huyu baba alikuwa Mchaga, alinunua nyumba. Babaka alisema, kijana wangu sitaki aoe kama hujajenga nyumba. Kwa hiyo baba alikuwa na pesa zake. Kwa hiyo alipata pesa, akaenda akanunua nyumba ina kila kitu. Aliyezika kichwa hakuna anayejua. Yamkini aliyezika kichwa ni mtu amezika kichwa ili apate mteja, mtu wa kumuzia nyumba, na uwezo kujua amenena nini na ardhi. Baba ameingia kwenye nyumba, hataki ibada. Ameingia kwenye nyumba, amekuwa maskini. Ilipofutwa, baba jioni anarudi, anasema, wanangu njooni, mama nisamee, kama nimewakosea, watoto wangu nisameheni, kuanzia leo nawapenda, na kuanzia leo naenda kuokoka, kuanzia leo naenda kanisani. Kitu gani kimetokea? Ardhi imeshughulikiwa, kikaachia roho za watu. Hivi nasikika kweli mahali hapa? Nasikika kweli mahali hapa? Mwambie mwenzako, kilichowekwa kwenye ardhi lazima kitaharibika. Na alipoenda kanisani, mchungaji kumuona akashtuka. Akamwambia watu, naomba wazee mwe karibu na mimi, maana mzee tunamjua, sio kwamba amekuja kuokoka, ni kama shari. Alipofika akasema, mchungaji, nimekuja kuokoka, nimekuja kutubu dhambi zangu, na kuanzia leo najuta kwa vitu nilivyofanya. Ndio siri ikafichuka, kichwa kilikuwa kimezikwa. Hizi hali tunazoishi ina mambo mengi. Unaweza ukapangisha chumba na ukalipa kabisa, lakini baada ya muda aje kupangisha chumba anakugeuka, anakuambia, naona hii chumba nakurudishia pesa zako, acha chumba changu. Unang'ang'ana jamani, lakini wengine wapandishiwi kodi, wewe ndio unapandishiwa. Kumbe tatizo sio wewe, ardhi uliokanyaga imekutambua unabeba kitu gani. Wanakukataa wewe, na hata bado ukipambana, nitaongeza hata kodi, watakwambia sawa, watakupatia na kodi kubwa ili ushindwe, wapata sababu ya kukuondoa. Kumbe tatizo ni ardhi. Sema basi, leo ardhi yangu iwake moto. Leo kuna watu mnafanya biashara, hizo biashara mnazofanya uwezo ukajua jirani yake anatumia nini, ananena nini kwenye ardhi yako. Hiyo ardhi itawaka moto. Nataka ardhi kukubali, nataka ardhi kuheshimu, nataka ardhi chipushe mema, nataka ardhi kukubali, nataka ardhi lete mambo mema. Ni kati ya kitu ambacho kimebeba maisha ya mwanadamu 90% ni ardhi. Ngoja nitakuonyesha kimaandiko, na wiki hii nimeapa. Kuna wale watu juzi niliwapa na nini, nilionyeshwa vitu kwa ajili yenu. Nataka niseme hivi, naanza kushughulikia ardhi mpaka Jumapili. Haki ya Mungu nakwambia, mtakuta vitu vitotoka, mtakuta vitu vimetoka nje. Watasema naye tusumbua kwenye yanga, kwenye hii ardhi ya madhabahu ina historia. Kwenye hii ardhi kuna wachao wanakujaga kunena, wanakuja kusemesha hii ardhi. Na mimi nasema usiku, ardhi ya Alfa na Omega waponye watu, ardhi ya Alfa na Omega fufua watu, ardhi ya Alfa na Omega chipusha matajiri, ardhi ya Alfa na Omega ponya viwete, ardhi ya Alfa na Omega wainua waliokata tamaa. Na hiyo ardhi yako nitaisemesha iwe ardhi ya baraka. Kilichoshuhudia vitu vyote kuwepo ni ardhi na mbingu. Wakati Mungu anasema kuwe nuru, aliyekuwa anashuhudia ni ardhi na mbingu. Kilichoshuhudia uumbaji wa kila kitu, yani ardhi tunayoikaa inajua siku Mungu alivyoviumba mbingu na nchi ilikuwaje. Hata maandiko yanasema kulikuwa na giza. Ile giza watu wanafikiri ni giza tu kawaida kama unafikiri. Ilikuwa inawakilisha roho nyingine ya shetani, kwamba ilikuwepo na roho wa Mungu alikaa juu ya maji. Kwa hiyo wakati Mungu anasema kuwe nuru, anayeshuhudia tukio hilo ni ardhi. Kwa hiyo ardhi ikatambua jambo hili, ili aweze vitu vitokee kunahitaji vitu vitatu. Inahitaji roho aidha wa Mungu au chochote, lakini pia inahitaji neno. Kwa kinachosababisha ardhi kuendesha vitu sio njonjo, sio chochote, ni neno linalotamkwa juu ya ardhi. Kile kitakachotamkwa kwenye familia kwenu, kwenye ibada ya mababu na mabibi, ndicho kinachotesa familia. Mfano, mtu akienda kwa Mungu anaambiwa, kwa mganga anaambiwa akaoga katikati ya kona za barabara au njia panda. Anaenda anaoga, anachukua nasi, anachukua nasi, alafu anachukua maji, alafu anachukua chochote atakachoagizwa, anaenda kuoga, anachukua na mayai. Akioga kwenye kona za barabara, kumbuka ile ardhi ya mahali pale ina kinywa, ina miguu. Kwa hiyo akioga pale, anasema hivi,
hii ewa ardhi, hii mikosi nayobeba, haya mateso nayobeba, naacha hapa. Na mtu wa kwanza atakayepita hapa, au wa kwanza kubeba matatizo yangu, anapasua mayai au anaweka chochote pale. Wewe ukija kimwili utakuta mayai, ukichukua fagio ukafagia, hayana shida, utaondoa kabisa. Tatizo liko wapi? Neno iliyokabidhiwa ardhi ndilo litakalokutesa. Kama alisema chukua matatizo yangu, ukivuka kwenye kona za barabara utabeba mateso ya watu. Leo kuna watu mnateseka, lakini mlipita mikosi mingine kwenye barabara. Nataka niseme hivi, nitaombea miguu yako, nitaombea ardhi yako. Hata ukitembea barabarani, anayetembea ni mwenye mamlaka na ardhi. Hata ukipanda gari, anayetembea ni mwenye mamlaka na ardhi. Ukienda mkoa wa Tanga, anayetembea ni mwenye mamlaka na ardhi. Kuna mtu amekimbia Arusha, anaenda kununua kiwanja Tanga au Morogoro au wapi, akikimbia tatizo Arusha. Akifika kule, ardhi ya Arusha ina ardhi ya kule Tanga inasema anayetukanyaga ni mtu aliyekataliwa, anayetukanyaga ni mtu aliyelaaniwa. Unashangaa matatizo yale yaliyokupata Arusha yanakufuata kule. Tatizo sio kusikimbia tatizo, shughulikia tatizo. Usikimbie boma, shughulikia hiyo boma. Usikimbie matatizo, shughulikia. Na mkumbuka mchungaji mmoja aliyeteseka. Aliteseka sana na huduma. Alikuwa anatukanwa, anachafuliwa. Na kuna mzee mmoja yuko karibu na hilo kanisa, alikuwa anaenda kwa waganga, ni mshirikina hujawahi kuona. Alikuwa na sauti kwenye jamii, anawachochea vijana kadhalika ili mchungaji achafuliwe. Siku moja akamchafua paka mwalimu mmoja ambaye ni wakoko wa kijana wake, alikuwa anasali pale, akamchafua, akamtukania na akamchochea kijana wake. Wakatengeneza kesi kwamba amefanya naye mambo mabaya, lakini haikutosha, akaendelea kumchafua. Yule mchungaji alilia. Aliomba Mungu, ni kitu gani hiki? Siku moja akiwa anaomba, Mungu akamfunulia, akamwambia cha kufanya, ombea ardhi. Tatizo haliko kwa mtu, tatizo liko kwenye ardhi uliopo. Inawakataa watumishi wa Mungu, inakataa msifarikiwe, inakataa msifanye huduma. Kwa hiyo alipokuwa anashughulikia ardhi, akaomba, akafika mahali akajikuta Mungu anamuelekeza cha kufanya. Akamwambia muhamishe huo mtu. Akasema nitamhamishaje? Akamwambia tazama, nenda tafuta, atakapopita mbele yako chota nyao za miguu, alafu funga safari, safirisha kwenye pori fulani. Kwa hiyo alipokuwa anapita akachota nyao miguu, akafunga safari, akapanda gari, akisema na kusafirisha ewa ardhi, mnamhamisha huo mtu. Akaenda akamtupia katikati ya pori. Baada ya mwezi, yule baba akawa halali ndani, anateseka. Kila akienda kwa mganga anaambia unatakuwa hame pale, hiyo ardhi imeshachafuka, ardhi na kukataa. Akafunga safari, akauza ardhi yake, akahama, akaondoka, na kanisa likapona. Nataka ukahamishe maadui zako. Nataka ardhi kuheshimu. Nataka ardhi kukubali. Nataka ardhi ilete heshima. Nataka ardhi ikachipushe vijana wazuri. Nataka ardhi ikachipushe mashujaa. Nataka ardhi ikachipushe baraka. Sio mpango wa Mungu uwe masikini. Sio mpango wa Mungu baki kwenye hiyo level uliopo. Kwenye hiyo ardhi kuna vitu vimefanyika. Kuna watu mnaanza mipango inakufa. Banda la kuku linakufa. Ng'ombe wanakufa. Sikiliza, tutapita na damu ya Yesu. Tutapita na damu ya Yesu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Ibrania, pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi, na karibu vitu vyote katika Torati husafishwa kwa damu. Mungu akikutumia ukamwaga damu ya Yesu, ngoja nikwambie, Mungu anajua udhaifu ulionao. Wacha shetani asikuhubirie kwamba wewe 1 2 3. Mungu anajua udhaifu ulionao. Mwambie Mungu, nasema kwa nafasi ya kikuhani, unanitambua Mungu wangu. Kwenye hii familia kuna 1 2 3 na sitaki, nataka nijue chanzo chake ni nini. Na kuambia utamwaga damu ya Yesu kwenye kundi la ng'ombe, kila sehemu. Na kuambia kuna vitu vitafufuka tukiwa hapa. Kuna vitu vitaamka tukiwa hapa. Kuna vitu vitabarikiwa tukiwa hapa. Kama Mungu anasema ewe nchi, tega sikio lako, ewe mbingu, tega sikio lako, ewe nchi. Unaposikia neno nchi, maana yake ni ardhi. Maana yake kama Mungu anaisemesha ardhi, maana yake ina kinywa. Na chochote chenye kinywa, maana yake ina miguu. Kama ina miguu, ina masikio. Sasa shida ya watu wengi, sijajua kwa nini watu ambao tumeokoka tunakuwa kama tunafanya vitu vya aibu. Alikuwa mtu akienda kwa mganga, hata akiambiwa aje azike kitu saa 7 anakuja anazika. Kama ni kuchota mavumbi anachota. Lakini tuliookoka tunafanya vitu kama aibu. Sikiliza, usiogope kama Mungu atatoa ufunuo. Kama Mungu atatoa ufunuo, usiogope ukachukua maji ukageuza kwa damu ya Yesu. Ukaenda kwenye banda la kuku ukamwaga, ukaenda kwenye zizi la kondoo ukamwaga,
ukasema na mwaga damu ya Yesu, kila kinachonitesa kianze kupata shida. Shida tunapata shida sisi tuliokoka, wakati upande wa pili hawaogopi. Mambo ya Mungu nataka ifike mahali kama kichaa. Sema kichaa. Sema kichaa. Sema kichaa. Lazima tutabomoa. Lazima tutamiliki. Hiyo ndio utamiliki. Angalia kitabu kile cha Ezekieli 22 mstari 24-25. Anasema hivi, mwanadamu iambie nchi, ewe nchi isiyosafishika wala kuinyeshea mvua siku ya ghadhabu. Anamwambia mwanadamu, sikiliza, kuna mambo yanafanyika. Ukisoma hiyo habari, kuna mambo yanafanyika kwenye nchi hii, kwenye hii familia, kwenye hii boma. Manabii wake wameongeza idadi ya wajane wanakufa, lakini ninachotaka usiongee na hawa manabii. Yani Mungu anamwambia Ezekieli, katika huu mji, kwenye hii nchi kuna vitu vinafanyika, na vitu hivi vinasababisha wanaume kufa na wanawake wanabaki wajane. Lakini mwanadamu, nisikilize, usiseme na hao watu, maana utapata shida. Peleka, nenda kaseme na inji, maana inji ndio imeshikilia na inaleta harufu chafu kwa watu. Kuna leo mtu utasemesha ardhi ya kwenu, kuna mabibi watakutokea, kuna mababu watakutokea, utaona vitu ambavyo hujawahi kuona. Kwa nini mtu akienda kwa mganga anapoka weke kitu kwenye ardhi yake? Kwa nini asikupe wewe? Kwa nini kwenye ardhi kuna nini? Kuna viungu vya mabibi vimekaa, wamezika mpaka na vitofu vya watoto wetu, wamezika mpaka na mababu na mabibi. Kumbuka, roho haifi. Anayeweza kutawala ardhi ni mwenye mamlaka. Kama una mamlaka uweze ukatawala. Kitabu cha Kutoka mlango wa 20 mstari wa 5 anasema, mimi ni Mungu mwenye wivu. Kusoma mstari wa kwanza anasema, usiwe na miungu mingine, maana mimi ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza watoto maovu ya wazazi wao. Wewe hujafanya, lakini babu amefanya, mjomba amefanya. Kwenye hiyo boma baba mkwe kuna madhabahu yake aliweka. Wewe unakuja leo unaweka madhabahu yako. Hautakiwi. Ardhi inakukataa, mipaka halali inakukataa. Na kama unaamua kupambana, hakikisha unapata ufahamu, ili unapopambana ujue namna gani ya kupambana. Maana ukisimama kusemesha ardhi, uwe na uhakika unamleta mfalme mwingine usimamishe kwenye hiyo boma, na unavunja misingi mingine. Msingi wa Mungu utasimama na misingi za kichawi zitavunjika. Leo unawaza watoto mbona wafanikiwa, mbona wapige hatua, mbona hatujengi, mbona wanachanganyikiwa, mbona wanapenda kuvuta bangi. Sio akili yao. Wewe ukajua kilichotangulia. Kwa nini huwa mtu akienda kwa mganga anakuja kuweka kitu kwenye geti lako? Kwa nini aweke kwenye ardhi? Kuna neno atasema. Tatizo sio kuweka kitu, tatizo ni neno linalosemwa. Limesemwaje? Lakini akaweka akasema, huyu mtu afilisiki, asifuge, akifuga vitu vife, akifanikiwa hivi 1 2 3 apata ajali. Nataka nikwambie, tukishughulikia ardhi kuna vitu vingi vitaungua moto. Mungu anasema kwenye kitabu cha Mwanzo, anamwambia Kaini, ardhi imefungua kinywa kwa ajili ya ndugu yako uliyemuua. Ardhi na kinywa. Unajua kusikia mtu anasema, ameenda kwa nani? Ile boma. Wewe kusikia kitu kama hicho? Lakini ukimwangalia binti ni mzuri, ukiangalia mama ni mzuri. Na watu wa ile ardhi hawazai. Watu wa ile ardhi wanaua waume. Lakini ukimwangalia binti unayemtaka, ukijana unayemtaka ni mzuri, lakini tatizo watu wa zamani wanajua, baada ya muda ile roho itarudi. Shida iko kwa mtu, shida iko kwenye nini? Kwenye ardhi. Mguse basi mwenzako, mwambie alo. Mguse kwenye bega, mwambie, wewe unajua ardhi yako ina nini? Umejenga nyumba imekataa kuishi, unajua shida nini? Nilikwambiaje mama? Uliniambia nikitoka hapa nikaguse kwenye ardhi. Ukaguse kwenye ardhi. Na mlikuwa mna shida? Ndio. Mlikuwa na shida gani? Tulikuwa tunakamua lita 15, baadaye ikawa lita 2, lita 3, kutoka lita 15. Na ulimkuja hapa mnataka maombi. Nikakwambia tatizo liko kwenye ukifika. Na ulipofika nikagusa ile jioni, nimetoka hapa maombi. Kumbuka ilikuwa ni siku ya Jumatano. Asubuhi ya Alhamisi nikakamua lita 10. Ilikuwa ni jambo dogo sana la kumuelekeza tu. Kifungo kiko wapi? Kiko mahali fulani. Yaani wewe ni kama unatakiwa kwenda mahali fulani. Alafu wewe nakuombea tu, nenda maana utafanikiwa. Lakini huu mlango umefungwa hapa, kuna miiko. Kwa hiyo nitakuwa nikuelekeza, ukifika mahali kuna kitasa gusa. Inasikika kweli mahali hapa?
tatizo sio kuomba. Kuna watu mnatakiwa kuolewa, kuoa, lakini uoi wala uolewi, lakini kumbe nafsi yako, nyota yako, maisha yako iko Tanga ndiko ulikomalizwa. Unataka kufunguliwa kwenye ndoa, lakini maisha yako, kuna mtu alikusafirisha ukiwa mdogo akakupeleka baharini. Kuna mtu naongea naye hapa hayuko hapa, yuko mahali. Nyumba yako kuna mtu amekuja akaandika kwenye ardhi, tunakukabidhi agano, asijenge, asimalize. Wewe struggle. Ukipata pesa inaisha. Ukipata pesa unapata majanga. Ukipata pesa hufanikiwi. Ardhi zinabeba maisha ya watu. Baada ya kugusa, kesho yake asubuhi nimekamua nitakuwa. Nimekuambia mahali kagusa. Wewe uligusa, ukanena kitu. Nikakwambia ukifika gusa ne? Ukanena nini? Sasa nitafunga kwa nafsi yangu kuanzia sasa. Mwisho ukagusa. Kumbuka nimemwambia aseme neno, kwa sababu kilichofunga ni neno. Kinachokufunga sio maombi, ni neno. Watu wengi mnapenda maombi. Yaani kwa maombi, hata leo nikwambia, wakati nataka nimwombe, sio nikuwekea mikono. Sikiliza, achana maombi, tafuta neno. Kinachokuloga, wachao wanapokuloga wanasema neno. Na Mungu anapotaka kukuponya anatuma neno. Sisi kama kuna watu wananielewa. Yesu akasema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kwenye kinywa. Ninaweza nisikuombee, nikapewa maelekezo, nikakutamkia kuanzia leo nakupa neno la kinabii, biashara inyooke, na hilo neno la Mungu likafanya kazi. Neno, sema neno. Nataka kwenye mahali unakofanyia biashara, mahali unakoweka chochote cha kwako, ardhi iseme anayekanyaga ni Mama Nuru, anayekanyaga ni Rafa, anayekanyaga tunamheshimu. Kila tatizo ling'ooke. Nyumba umejenga, unajua waliotangulia wameweka nini? Nilikuwa naombea nyumba moja mahali fulani. Wakati tunaombea, sitipendi kutaja. Wakati tunaombea, ile nyumba imekaa karibu miaka 10 haijengwi. Yule mama yule baba alipoona kwamba anashindwa kumaliza, wakachukua bati wakailaza tu. Tukaomba na mama tukatoa mahali. Tukaomba mama, Mungu awabariki. Ndio mnaofungua familia. Wababa huwa sijui wametekwa fahamu vibaya. Sio rahisi ukute wababa wanakimbia kutafuta maombi, lakini wamama msijidharau. Na ndio maana mwanamke ni mkombozi, mwanamke ni shujaa. Ndio maana kitabu cha Mwanzo kimeandika, uzao wa mwanamke utamponda shetani kichwa, na uzao wako unafuatiliwa. Nataka nitangaze, uzao wako utawaponda maadui vichwa. Ndio maana shetani anavita na kizazi cha mwanamke. Why? Shetani, maandiko nasema Mungu alitabiri pale bustani mwa Edeni, akasema kwa sababu ya huyu mwanamke uliyemdanganya, ni kweli atazaa kwa uchungu, atakwenda leba kwa uchungu. Kwa hiyo kuzaa kwa uchungu haikuwa original, ni matokeo ya laana. Na ardhi ikakabidhiwa agano. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, Mungu anamwambia Adam, kwa sababu umemsikiliza mkeo, ardhi imelaaniwa. Ardhi, hebu sema ardhi. Hebu inama chota isema. Watu wanaposema ardhi wanafikiri labda wanasema sio. Sema ardhi. Umeona hii kitu? Umeona hii kitu? Ina kinywa, ina kila kitu. Hii ardhi imepewa ujenge nyumba, imepewa ikutunze, unalima juu ya ardhi, unafuga juu ya ardhi, imepewa ishughulikie maisha yako. Alafu akamwambia kwa sababu umekosea, ardhi imelaaniwa. Sio mtu, ardhi. Alafu anamwambia miiba itachipuka, mateso, ardhi itachipusha kila laana. Maana yake kila ukikanyaga mahali, ardhi nakwambia wewe umekataliwa. Na utakula kwa jasho, maana kula kwa jasho haikuwa original ya Mungu. Tuliumbwa kula kwa kufikiri. Ukitaka kujua nasema mema, kamwangalie mtu aliyesoma na mtu anayesukuma mkokoteni. Anayesoma, anayekuwa ofisini, anawekewa mpaka kiyoyozi, anawekewa mpaka hewa ili afikiri, asishindwe kufikiri. Angalia anayesukuma mkokoteni, anafanya kazi mpaka jasho linamtoka. Alafu tunajifariji, tumeumbwa tule kwa jasho. Yeye kula kwa jasho sio inafofikiri. Hujaumbwa ule kwa kutoa nguvu nyingi, halafu hamna unachopata. Kaangalia mtu ambaye anakaa ofisini. Kaangalia mtu ambaye ameshika kalamu, kaangalia analipwa shilingi ngapi. Kaangalia mtu anayelinda analipwa shilingi ngapi. Ndio utajua tumeumbwa kufikiri kula. Leo nafungua fahamu zako. Nikiombea ardhi, kuna mtu atapata fahamu. Yule dada baada ya kuombea na kuomba, fahamu zikafunguka. Sikiliza, Mungu anapotaka kukufungua huwa anaachilia fahamu, mawazo mapya.
Yule mama tulipomwombea, alipofika tu nyumbani, alikuja na mume wake. Tulipoomba tu, akafika nyumbani. Mume wake akamwambia, mama fulani, tunapataga pesa lakini haifanyi kazi. Nimepata wazo, tubomoe nyumba. Miaka 10 hawajui kupata wazo la kufanyaje. Walipokuwa na bomoa nyumba, ile wazo haikuwa la kwao. Baada ya maombi ya kugusa ardhi, ilibidi Mungu achilie mawazo mapya kuwasukuma wajue kinachowatesa. Wakati wanabomoa nyumba, wanakuta mairizi kwenye tofali. Wanakuta irizi. Wanakuta imeandikwa kikiwani. Wanakuta imeandikwa mtamaliza kwenye tofali. Yaani tofali imepigwa sakafu lakini ndani. Wakajiuliza, kwa hiyo yale maombi yamefichua. Mungu akawaonyesha kilichowafunga kiko kwenye ukuta wenu. Na baada ya kubomoa, walijenga nyumba, leo wana ghorofa. Leo kuna vijana wanashindwa kuoa na kuolewa. Ardhi. Nisingependa leo niguse mtu hapa. Ardhi zingine zimeandikwa wakizae wazae mateso. Kuna mambo mengine ambayo wazazi wako walisababisha ardhi kapokea. Na kumbuka dada moja, nimaliza na hili. Dada moja alikaa akafikisha miaka 36 hajaolewa. Miaka 40 anagonga hajaolewa. Alibahatika kuolewa na wanaume karibu 4. Kila mwanaume akimchumbia analeta mahari, inafika siku ikikaribia harusi anakufa mwanaume. Wa pili naye akaja akaumia, ni maumivu, akafikiri ni kawaida. Wa pili akaja wakachumbiana, ilipokaribia tu wanasema bado wiki moja alafu wafunge ndoa, akafia merani moja. Ile dada aliumia sana. Watu wakajiuliza kuna nini? Hakuna aliyejua na alikuwa ameokoka. Kuokoka sio tatizo. Unahitaji mafunuo ya Mungu. Roho Mungu atufunulie. Tatizo sio kuomba. Unaomba nini na unaombaje? Kuna matatizo ya muda mrefu umeshindwa kutoka. Kuna shida kwenye ardhi yako. Mbona kila siku ni faraka? Mbona hamuelewani? Mbona watoto hawaleti maendeleo? Mbona hawaoi? Unajitegemea huyu aende hivi, anaenda visivyo. Unamuomba Mungu, umetoa na sadaka. Why? Kuna tatizo. Sijui kwamba leo niombeje, si niongeeje leo. Kuna watu mnatakiwa kuwa matajiri hapa. Kuna watu mnatakiwa kubeba madhabahu hapa. Kuna watu mnatakiwa kuwa mainjinia hapa. Kuna watu mnatakiwa mkamilikisha familia za kwenu. Lakini ardhi imeweka mipaka.